Wapenzi wapendwa watazamaji na Wakristo wenzangu, nataka kuchukua fursa hii kwa kuwakaribisha tena katika ujumbe huu wa muhimu, wa maana, wa mafundisho kusaidia familia na watoto wetu mahali popote walipo. Siku ya leo mimi mtumishi wa Mungu Innocent Wabuyele tukishirikiana na mtumishi wa Mungu Joshua Mare tunataka kuwaletea kipindi hiki katika masaa haya. Ipo mahali popote ulipo, tunataka ya kwamba uchukue muda wako wa kusikiza, kutazama na kufuatilia yale ambayo tutaenda kukusimulia, sababu ni mambo yanaweza kukugusa kama familia, ya kugusa kama mtoto, ya kugusa kama mzazi, ya kugusa kama kanisa na kama kichichi. Kwa hivyo kabla tuingie katika huduma hizo, nataka kumkaribisha mtumishi wenzangu ndugu Joshua atuongoze katika ombi ndio tuanze kukusimulia. Tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru. Asante kwa vile unatupenda ubeo kama watoto wako. Asante sana kwa muda huu ambapo tunaenda kujifundisha maneno haya. Baba, tunaomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu aweze kutuongoza na yale ambayo tutakayojifunza yawe ya manufaa, na zaidi ya yote tufunguke macho na roho zetu zote tujue vile ulimwengu unavyoendelea. Kaa nazi, ndilo ombi letu katika jina la Yesu Mwombezi wetu. Amen. Amina sana. Kwa hivyo wazazi mahali popote mnatazama na wanafunzi na wote wanaotazama mtandao huu katika masaa haya. Yes. Hapa tuko katika tumetembea katika maombi deliverance prayers kwa mtoto mwenye alikuwa ameingizwa katika mizimu ya kali ya devil worship Illuminati tangu mwaka wa 2023. Akiwa katika hali hiyo amehangaika. Ukiangalia hapa kwa meza kuna vitu mbalimbali. Hicho ni kitu kimoja, tutaenda kusimulia maana yake ni gani. Kuna mfano kama wa ndege, watoto wanapenda kutumia sana, tutasema ni nini. Kuna mfano mwingine hapa wa chombo, watu wanaweka katika zingo zao, tutaenda kuona ni nini. Kuna mkopa mwingine hapa wa iPhone, inatumika kama Bluetooth, lakini tunaenda kusema maana yake. Tena hapa kuna mikopa hii watu wanafaa kwa kichwa, kwa shingo na wengine kwa mikono. Tutaenda kuona maana yake. Kuna hii nyingine inatumiwa kama maua, kwa nguo ama kwa shingo. Tutaenda kuona maana yake kulingana na nguvu za mizimu. Kuna kitu kingine hapa kinatumika sana na vijana, kimeandikwa hayo machina, tutaenda kuangalia imeandikwa air, lakini tutaona maana yake kiundani. Kuna mkopa mwingine hapa umeandikwa China ambalo ni prenda, tutaenda kuona maana yake. Kuna pete, tutaenda kuona maana yake na hiyo pete kazi yake ni nini. Kuna perfume hapa inatumika, inaitwa English Rose, tutaenda kuona jina lake kamili ni gani katika hali hiyo, katika nguvu za shetani. Kuna nyingine hapa nayo ni perfume, watu wanatumia, tutaenda kuona maana yake. Kuna saa hapa ambazo watu wanatumia, tutaona maana yake. Kuna hiki kitambaa ambacho kinatumikwa sana na watu wengi, tutaona maana yake. Kwa hivyo nataka usiondoke, umakinike katika kutazama na katika kusikiza. Tukianza pole pole katika wale wenye wako katika mzimu ya kuabudu shetani, ukiona mfano wa ndege kama huu katika nyumbani mwako, ujue ya kwamba hii inatumika katika kuharibu, in crashing. Yaani sikigongana watu wanakufa. Kwa hivyo ndizo zinatumika katika kusababisha ajali barabarani na katika kusababisha ajali za ndege na ajali zote unaona, hii ndiyo inatumika kama mfano wa crashing. Kwa hivyo ukiona mtoto wako kuna kitu kama hiki, kwanza kabla muachilie, chunguza na ujue maana yake ni nini, sababu mwenye ameingia katika hiyo amesimulia na amesema inatumika katika kuharibu na kusababisha ajali barabarani. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Hiyo tumemalizana nayo. Katika upande huu ningetaka utazame vizuri sana. Hicho ni kitu kinatumika kama mfuko wa simu, unaisuia ya kwamba simu isije kianguka chini sikaharibike. Ukitazama hapa iko na sehemu tatu ambazo zinasema kwamba ni macho matatu yale ambayo ni ya shetani na inasimamia alama ya shetani kulingana na vile tutaenda kusoma katika kitabu cha Ufunuo 13 tukianza mstari wake wa 17 na ule wa 18. Tuchue maana ya hii kulingana vile imesimuliwa. Ukitazama hapa kuna macho mawili. Na hii macho mawili iko hapa, ukiangalia vijana wako na simu kama hizi, zinatumika kwa kuwasawishi
watu kuingia katika cult, sana sana wasichana. It is persuasive, inatumika kwa kupersuade mtu na ingie kwenye uko anataka. Sasa tumegundua kwamba hii ukiangalia inatumika in very expensive fonts na iko na maana yake. Maana yake ni gani? Ipo soma Ufunuo 13:17 na ile 18. Maana yake inasemaje? Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza. Tena kwamba mtu awaye yoyote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ile. Isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule. Jina ya mnyama yule. Au hesabu ya jina lake. Au hesabu ya jina lake. Hapo ndipo penye hekima. Hapo ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili. Yeye aliye na akili. Na aihesabu. Na aihesabu hesabu ya mnyama huyo. Ya mnyama huyo. Maana ni hesabu ya kibinadamu. Maana ni hesabu ya kibinadamu. Na hesabu yake ni 666, yani 66. Kwa hivyo ndio hii 6 ya kwanza. Ukiangalia hii 6 hapa, ukipitisha hivi inakuwa 6 moja, ukipitisha hivi inakuwa 6 ya pili, ukipitisha hivi inakuwa 6 ya tatu. Ndivyo tumezimuliwa na wale ambao ni wenyeji wa hii. Kwa hivyo nataka vijana uangalie hiki kitu sana, uone kwamba huo mkopa ukiona uko wa jinsi hiyo ukimbie mapema, sababu ni msimu ya shetani. Kwa hivyo nafikiria ni vitu za kawaida, lakini siko na mambo yake. Tena kuna kitu kingine hapa. Hii inaitwa ni Bluetooth ya iPhone unatumia. Kwa hivyo imesemekana hii inatumika sana kwa wale ambao kuwasiliana na wale watu wenye wako katika mashetani na kuwaelekeza ni kitu gani mnafanya na mmefika wapi. Kwa hivyo usije ukaangalia hiki kitu tu na ukafikiri ni kitu cha kawaida, lakini iko na mambo yake ndani yake. Hiyo ni sehemu nyingine, tumeondoka. Hii saa ukiangalia hii ni ya mawasiliano and it is for beauty, kuonesha ya kwamba mnawasiliana namna gani, mnafaa kufanya nini na ni kitu gani hufai kufanya. Inatumika katika technology. Na hii technology nataka unifungulie katika kitabu tunaita Danieli 12 mstari wake wa 4. Ili ya kwamba tuone ni jinsi gani Mungu alituonya ya kwamba technology ikiongezeka ama maarifa yakiongezeka kwamba itakuwa namna gani. Soma. Danieli 12 mstari wake wa 4. Biblia inasemaje? Lakini wewe Danieli, yafunge maneno hayo. Ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huku na huku, na maarifa yataongezeka. Kwa hivyo Danieli alisimuliwa ya kwamba wakati utafika maarifa yataongezeka, na yale maarifa yakiongezeka yanaleta mabaya. Kwa hivyo vile maarifa yameongezeka, ndio sasa unaona mabaya yameongezeka katika dunia. Kwa hivyo ukitazama hata ajali zinazotendeka barabarani, usifikirie ni ajali za kawaida. Vile tumesimuliwa na huyu mwenye amekuwa katika hiyo mizimu, ni ajali zinasababishwa na shetani, kwa sababu wanakunywa damu na kuleta maafa katika dunia. Na vitu vinatumika ni vitu rahisi kama hizi, unatumia kama simu ama unatumia kama saa, na hizi kitu umeona ni kama kitu ndege, inasababisha katika hali hiyo. Tena hapa kuna kitu kingine, mlisema hii inaitwa James nani? James Jordan. Yeye ni nani? Yeye ni mkuu wa kampuni ya kampuni hii. Kwa hivyo yeye ndiye the boss wa Freemason, ndiye mkubwa ambaye ni Diamond mwenye hiki kitu. Kwa hivyo mzazi, ukiona mtoto amefalia hiki kitu, unafaa kumnyang'anya na kuchoma, sababu kinahusiana na nguvu za ushetani ambazo zinasababisha mambo mabaya katika barabarani. Tena hapa hiki ndicho kinapendwa sana na watu wengine, sababu ukikichukua jinsi hii, ukifungua hapa nyuma, unaweza ukaiwekelea tu hapa maridadi tu, na unaifunga tu ikiwa kama maridadi ikiwa hapo. Lakini sasa imesemekana ukiangalia hiki kitu na wale wenyeji, unapata kwamba hii katikati ni chicho, inaitwa the Eye of Horus. Ukifanya jinsi hiyo, ndio iko katika nyuma ya pesa ya dola ya Amerika yenye inatambulika sana. Kwa hivyo hii Eye of Horus, hii ndio ya kuona
penye ajali inaenda kutendeka, wakienda safarini, ndiye inatumika kitu hiki. Kwa hivyo usione hizi vitu ufikirie ni vitu za kawaida, ni vitu siko na kazi yake na siko na misimu ya shetani. Na pia ni mark of identity. Na ni mark of identity. Asante sana ndugu kwa kunikumbusha ndugu Chafet. Ni mark of identity. Yaani mtu akivalia jinsi hii, wale wenye wako katika safari hiyo ni kama gari ya GK. Maaskari wakiona GK wanajua kwamba ni gari ya government. So this is the number plate ya kuonesha kwamba wewe you are in the cult ya Illuminati. Kwa hivyo ninataka mtazame, ukiona mtu amevalia kitu kama hicho, muone mapema because it comes from the cult. Wengine hata ni wachungaji. Na wengine ni wachungaji hata vile imesemekana. Hapa kuna pete. Na hii pete mlisema inafanya nini? Hii ni ya kuchanganya. Hii ni ya kuchanganya akili. Kwa hivyo pete kama hii haiwezi kaoneshwa hata kwa barabara. Mtu mwenye alikuwa anaendesha gari, anachanganyikiwa na akili, gari inaua watu. Kwa hivyo tazama kama hizi ajali zinatendeka mahali panaitwa Sariga. Wengine wamekufa watu wengi. Kwa hivyo ni mambo yaende ikawa imezimuliwa na mambo ya mizimu. Na hata hii pete ukipata wamefalia jinsi hii, akisalimia msichana anamfuata bila kusawishiwa. Kwa hivyo ni ya kuchanganya. It is enticing and persuasive katika hali ya kutenda maovu. Hizo pete kwa hivyo ukiona watoto wamefalia, siangalie. Ndio sababu hata katika kufunga ndoa haistahili kufalia pete. Sababu wenye wako hapo wametisimulia ya kwamba hii pete ni misimu ya shetani na iko na nguvu zake. Kuna kitu kingine hapa. Hiki ndicho nilifurahishwa nacho sana. Mlisema ni cha nani? Cha Diamond. Imetengenezwa kutoka na silver. Mlisema maana yake ni nini? Maana yake ni Vike. Vike. Ili China liko hapa sababu kuna W. Wewe kwa macho unaona ni na W na hapo katikati kuna ingine hii inaitwaje? Hii inaitwa ni kama C ama E. Hii nyingine inaitwa ni kama M ama E. Sasa hii imeonekana hapa, hii ni F, inachukuliwa moja F na hii nyingine. Kuna vile ilielezewa, ulieleza sasa tuone vile iko. Chukua upande wa kwanza. Upande wa kwanza huwa W. W unagawa unaweka V. Unaweka V sasa vile inaonekana hivi unaweka V. Hiyo inabaki inakuwa I. Inakuwa hii sasa inabaki inakuwa I. Hiyo I unageuza bado inakuwa K. Inakuwa K sasa ndio imegeuzwa hapa imeshika hii imekuwa K katikati hapa. Alafu hiyo vile imewekwa hivyo E. Hii sasa hii inakuwa sasa ni upande huu. Alafu inasomeka Vike. Inasomeka Vike. Sasa hiyo Vike maana yake ni nini? Ni mkuu wa Illuminati. Kwa hivyo ukiona mtu amefalia kitu iko jinsi hiyo, iko na maana yake. Inaonesha ni mkuu wa Illuminati. Kisha baadaye inasimulia utajiri. Si ndio hiyo mlisema? Kwa hivyo ukiona mtu amefalia kitu kama hiki, mtoto mpendwa, mfurana, msichana, mzazi, kiongozi, ukiona kitu hicho, ujue kwamba kiko na mizimu na kina na nguvu za kiushetani, naweza kusababisha maafa katika mji wako. Hapa ukiangalia hiki kitu ni kitu tu cha kawaida. It just has some pits which are so. Ni kitu tunapenda tu cha kawaida tu. Lakini sasa tumeambiwa kwamba kando kuna weupe. Weupe unasimamia kwamba ni nuru ama mwanga ama mchana. Na hapa kuna weusi. Weusi unasimamia ya kwamba kuna giza. Kwa hivyo hii inatumika katika kuua. Unaweza ukaua usiku ama uwe mchana. Kwa hivyo ukiona mtu amevalia kitu kama hiki, usifikirie kwamba ni maridadi tu, lakini iko na sababu yake na iko na nguvu zake. Tena kuna kingine hapa. Hiki kingine ukitazama vizuri katika hizi namba ukisiunganiza, sikienda jinsi hiyo, sinaleta jina linaitwa Brenda. Hilo jina linaitwa Brenda ni kumaanisha ya kwamba huyu ni yule mwenye alikufa. Sasa mwenye alipachikwa hiki kitu akapewa, amechukua sehemu ya yule mwenye alikufa. Sasa mwenye ako hai ndiye anatekeleza yale Brenda alikuwa anatekeleza. Kwa hivyo usiona mtu amefalia tu kwa mkono jinsi hii na wewe unakimbia ukisema ya kwamba ni kitu sawa. Hii kitu iko na kazi yake. Tumezimuliwa ya kwamba hilo china Brenda ni mwenye alikufa na mwenye sasa mwenye aliingizwa akapewa hii ya Brenda ili kwamba kutekeleza ikiwa Brenda alikuwa anaua na huyu ataendelea kuua na ataendelea katika hali hiyo katika kutenda mambo hayo ya kuleta watu katika shetani. Kwa hivyo sasa sehemu nyingine hii tumeona ya kwamba inaitwa English Rose. This is a perfume. Maana yake mlisema ni nini? Hebu tusimulie. Ni black rose. Ni black rose. Kwa hivyo ni rose mweusi, sio mweupe, asionekana. Ambaye ilikuwa in position ya mtu ambaye alikuwa katika Illuminati na alikuwa katika cheo kikubwa. Yeye alikuwa katika cheo kikubwa sana. Kwa hivyo ukinunua hii rose ni hii ama ni perfume, unamtukuza yule
ambaye ni Dark Rose, mwenye alikuwa cheo kikubwa katika Illuminati. Na hii nyingine mlisema jina lake limefutika, lakini hilo chino liniandikia hapa. Nikasema linaitwa hilo jina. Utalisoma hilo jina mstari wa chini. Balenciaga. Linaitwa Balenciaga. Kwa hivyo kuna Balenciaga, manguo inaitwa Balenciaga, mafuta inaitwa Balenciaga, viatu na hizo vitu kama hizo. Sasa kama hii ni perfume inaitwa Balenciaga, maana yake ni nini mlisema hii? Ni dunia attract. Kwa attract. Sasa mtu akichipaka hiyo anafutia watu wanaanza kumfuata. Sasa na hii tumeeleza kwamba hii Balenciaga imeandikwa kwamba sehemu ya kwanza inaitwa Baal. Yaani miungu ya Baal ni miungu ile inatumika, miungu ya Kiroma, miungu ya Baal, miungu ya ushetani. Baal is the king. Kwa hivyo imeandikwa sasa, ukiangalia Baal, en is, na hii Siaga is the king. Kwa hivyo Baal is the king. Yaani Baal ndiye mkubwa. Kwa hivyo ukinunua hii mafuta ya Balenciaga ama hizo nguo ama hizo viatu, unatangaza ya kwamba shetani ndiye mkubwa kuliko nani? Kuliko Yesu Kristo. Kwa hivyo haya mambo tumewasimulia ili ya kwamba yakaoneshe ni kitu gani kinaendelea. Hapa kuna kitambaa. Hiki kitambaa kinatumika sana. Tumeeleza ya kwamba hii, this is the honor of the kings. Wakati wanapoenda katika kuabudu mashetani yao, wanafalia jinsi hiyo. Wakifalia hivi, inarusha kuchapa mbele in honor of that, na inashikanishwa na hii. Sasa ukishikanisha na hii, ukiweka kwa kichwa, ukishikanisha jinsi hiyo, sasa hii it is honor of the king, ya kwamba wewe ni mkuu, ambaye ni mkuu wa mashetani mwenye amefalia diamond. Sasa hizi vitu ukisitazama, ukisiona kwa nyumba yako, sio vitu bure. Kama hii sasa vile penye tumeitoa, na hizi vitu zingine zilikuwa zimefungiwa kwa sanduku, na hii ilikuwa imefungwa kwa mlango penye mtu anaingia. Na tukapata katika kwa kitanda Biblia. Wapi ile Biblia? Kuna hii Biblia hii. Sio hiyo. Kuna hata ikiwa ni hii sasa, ile ilikuwa. Hii Biblia ilikuwa imewekwa hivi kwa kitanda ikiangalia chini. Ikiangalia chini opposite down, hiyo ni kumaanisha ya kwamba hapo sasa unatukuza shetani baada ya kumtukuza Mungu. Kwa hivyo Biblia inafaa kuchukuliwa ikiangalia juu, ikisomwa jinsi hiyo. Kwa hivyo Biblia ni kitabu ambacho shetani anaogopa sana. Kwa hivyo mpenzi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ningetaka kwamba uhofie sana katika mambo haya. Ukiyatazama katika hizi vitu, umeona ni vitu za kawaida, lakini umeona ni vitu ambazo ziko na misimu na mambo ya kishetani. Na mwenye amezimulia ni mwenye alikuwa ameenda hatua ya kiundani sana, lakini achabu ni kwamba Mungu amemkomboa. Hatuendi kutamka jina lake, hatusemi yeye ni nani na kuwa ni wapi, lakini wewe amini, yeye ndiye ametuelezea na ametuambia vile mambo inaenda. Na wewe sisi kumuombea, na sisi tukizidi kuomba, tukijua ya kwamba tuwatunze watoto wetu na familia zetu, hali mambo inaweza ikakupata hata wewe, lakini bado Yesu ni Bwana. Amen. Sasa katika hizi vitu tunaenda kusiharibu kupitia kwa moto. Kwa nini tunasiharibu kupitia kwa moto? Waibrania 12 mstari wa 29. Kwa nini tunasiharibu kwa moto? Sababu mwenye hizi vitu ametuambia, ikiwa we have gone for deliverance prayers, usitupe hizi vitu kwa choo. Sababu ukitupa kwa choo wenyewe wanachukua, lakini ametuambia zinaangamizwa kwa moto, zinaharibiwa kwa moto. Na ndio sababu gani tunasiangamiza kwa moto? Maana inasemaje? Waibrania 12 mstari wa 29. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hivyo Mungu wetu ni moto ulao. Na huo moto unapatikana ndani ya Kristo. Unaingia, unachoma kila kitu, unaharibu kila kitu, unaharibu nguvu za shetani. Ndio sababu unajua mpenzi mpendwa, Yesu atakaporudi, hata sisi wenyewe tutakuja kuangamizwa na kuchomwa kwa moto. Kwa hivyo sasa ningetaka uandamane pamoja nami mpaka tutakapoenda kuharibu hizi vitu, kisha baadaye tutamaliza na ombi tukiendelea katika hali hiyo. Naomba kuelezea jambo. Wapendwa, nashukuru kwa sababu ya kuwa waaminifu katika kufuatilia mahusiano ama majadiliano na mafundisho yanayoendelea katika channel hii. Kuna mambo ambayo tungependa kuyafunua vizuri kutokana na vitu ambavyo vinaonekana vya kawaida. Ni vya kawaida sana na hata mtu hawezi kuyatambua kwamba mambo haya ni yana maana fiche sana katika ulimwengu wa kiroho. Naomba dada unisomee kitabu cha Waefeso 6:12. Waefeso 6:12. Itatupatia maana dhabiti. Inasema namna gani?
Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Maana kushindana kwetu sisi wanadamu si juu ya damu wala na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Hayo ndiyo maisha ambayo tunaishi kama Wakristo ambao tunatazamia utakatifu wa Mungu. Kristo anaporejea mara ya pili, ama vita vinavyodumishwa katika ulimwengu sio vita vya damu na nyama. Unapogeukia mwenzako kumkatakata ama kupigana naye kwa njia yoyote kwa sababu amekukasirisha, wewe unaingia katika vita vya damu na nyama. Lakini Kristo anatuambia vita vyetu vio vya damu na nyama. Sasa vita ambavyo tunapigana navyo katika maisha ya ulimwengu wa kiroho ni mambo kama haya. Haya ni mambo ambayo yanatokea yakiwa ni ishara tu. Hivi vitu ni ishara ambavyo vina maana kubwa sana katika ulimwengu wa kiroho. Na ndio naomba, kwa sababu tuna watoto na tunao wanaokuwa, ni vizuri mambo mengine kuyaweka wazi, ili mzazi usione vitu vikiwa vya kawaida vinapoonekana katika nyumba yako, vingine uviombee sana na uwe makini. Maana Waefeso hiyo 5:15 inasema jambo. Basi angalieni sana jinsi mnavyoishi, mnavyokuwa, mnavyoendelea katika maisha haya, kwa maana si kama watu wasio na hekima. Tusiwe tunakaa kama watu ambao hawana hekima, bali kama watu wenye hekima. Mungu anahitaji kwamba tuwe na hekima tunapofanya ama tunapoishi maisha haya. Alama hii ambayo tumefundishwa ni alama ambayo ina maandishi ambayo yamefichika sana. Sisi wengine tunaposoma tunasoma WCB. Na haya yanafanyika sana katika makao makuu yanayopatikana nchi ya Tanzania, jirani yetu. Ni vizuri kuyaweka wazi. Alama hii wale wanaijua. Inapatikana katika nguo, inapatikana katika masweta, matisheti, vitabu. Kuna vitabu vimechapishwa vinavyoelezea maana ya hii. Hata viatu. Huyu ni mkuu, maana maelezo ya jambo hili yamesema kwamba uhusiano ulio na maelezo haya ni ukuu ama uongozi. Vice ni kiongozi. Sasa ni kiongozi yupi na ni kiongozi wa nini? Kama tulivyosoma kwamba ni wakuu wa falme wa dunia hii, basi huyu ni ndugu wetu, mtu mungwana tu, ni mwenye talanta, ni mwimbaji, mwanamuziki maarufu anayejulikana sana, na kwa sababu ana nguvu ambazo wamepewa na wenyewe, amefanywa kuwa mkuu wa muziki katika ulimwengu wa kiroho, kuongoza watu katika mandhari hii ya ibada ya shetani ama ya sanamu. Sasa ndugu zangu, unapoona jambo hili, ndugu wetu wanavalia wakiona wako salama, jihadhari sana, maana si hilo tu. Katika picha hii ya kifungo cha simu, hivyo vimacho unaona vinakaa kama kuna mark, ni kama kimekatwa, ni pyramid. Ina maana fiche sana. Ile sign ya hivi. Hebu ifanye ya kichwa. Alifanya sign hiyo ikiwa hivi. Kuunganisha, kutengeneza pyramid. Na anafunga vidole kwanza, alafu anawekelea. Naenda hivi pyramid. Ukiangalia sehemu hii ya mikono yangu ni pyramid. Na ukiangalia kichwa changu ni jicho. Inaleta alama ile ile ambayo tumefundishwa kwamba ni utambulisho. Ni alama ya utambulisho kwamba wewe ni mmoja wao. Kwa hivyo unapoona vitu hivi, wengine hata ni wachungaji kama sisi, katika nguo zetu, koti zetu na suti, unapata umewekelea alama hiyo. Labda ni kwa kutojua ama kudhani kwamba ni nguo inawekewa maridadi, lakini wenyewe wanapokuona na nguo hiyo wanatambua ya kwamba wewe ni mmoja wao. Na hata imani unayofanya ama ile service, huduma ambayo unaifanya, ikiwa maombi, ikiwa deliverance kama hii, ikiwa ni kufundisha, haifanyiki kwa uwepesi wa jina la Mungu, kwa sababu tayari umejifunga kwa ishara ya vitu vya wenyewe. Mambo haya, usiwe msafi zaidi. Biblia inasema vizuri, usiwe mwerevu kupita kiasi, usiwe siasome ile fungu.
Mhubiri Mhubiri 7 hasa fungu la 16. Fungu la 16 na 17. Ya, usiwe mtu ambaye unataka kupitisha uwerevu wako. Mungu aliumba wanadamu wakiwa ametosheka jinsi alivyowaumba. Lakini sisi wacha some kwanza hiyo ndio arudi hapo. Hapo Samu 29. Mungu aliumba wanadamu nyoofu. 7:29 Ndio 16 na 17. Bila Mungu alituumba. Tazama. Hili tu nimeliona. Hili limeonekana. Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu. Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu, mtu mpole, mtu mkamilifu, mtu ambaye ni simple. Mtu simple. Lakini wamebuni mafumbuzi. Lakini sisi wanadamu tumebuni mavumbuzi mengi. Ndio haya. Ndio haya. Mungu alikuumba akasema oga, ujipake mafuta, uvae nguo, ukue smart. Wewe ukioga unaongezea perfume, unaongezea shanga, unaongezea pete, unaongezea vitu vyote juu yake. Kwa nini tunabuni uvumbuzi mwingi? Inaendelea ikisema imemaliza sasa. Alikuwa usiwe mwerevu. Sasa ya kutokuwa mwerevu ni 16. Inasema 16 na 17 hapo. Usiwe na haki kupita kiasi. Usiwe na haki kupita kiasi. Wala usijiongezee hekima mno. Wala usijiongezee hekima zaidi. Kama nguo ni ya material ya kitambaa, kwa nini unaongezea kimaua kingine kia chuma juu yake? Hiyo ni mavumbuzi ambayo yanaongezewa, ambayo wenyewe wanajua kwamba hawana vita na wewe. Ukishaweka maua hiyo, hata uhubiri mpaka kichwa ianguke chini, wewe ni wao na mahubiri yao ni bure. Na wanakutambua kwa urahisi. Hebu soma waraka wa kwanza wa Petero 3:2. Kulingana na hiyo uchumbe mtumishi amesema ya kwamba kuchiongezea 3:2 waraka wa kwanza wa Petero. Inasema 3:2. Mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonena. Waraka wa kwanza wa Petero 3:2. Ndio nasoma. Tunasoma hiyo ni yako, hiyo sio hiyo. Wakiutazama mwenendo wenu. Naam. Safi na wao. Anzia 1. 2 ndio iko na hiyo nini? Ileta mtiririko. Ama anzia 1 bila anzia 1. 2 ndio kuna point yangu hiyo. Kadhalika. Ninyi wake. Watiini waume zenu. Watiini waume zenu. Kusudi ikiwa wako wasioamini neno. Kusudi ikiwa kunao watu wasioamini neno miongoni mwenu. Wafutwe kwa mwenendo. Wanapowaona na mwenendo wenu. Pasipo lile neno. Wakiutazama mwenendo wenu. Safi. Na waovu. Wahofu. Wanapo endelea. Kujipamba kwenu. Kusiwe kujipamba kwa nje. Sasa mapambo yanazungumziwa kwamba tusiwe tunajipamba tu kwamba tunazingatia mapambo ya kuonekana huku nje. Yaani kusuka nywele. Yaani kwa kusuka nywele na kujitia dhahabu. Ndio kidogo kiendelea. Hiyo pete sana zitakuwa za dhahabu. Ni za dhahabu hata kwa rangi. Hizo vitu umeona hapo, hiyo ni ya silver. Ndio hizo zimesemwa hapo. Hizo sanga zimetengenezwa, endelea kusoma. Na mambo mengi. Na kuvalia mavazi yenye gharama ya juu, yenye thamani, gharama kubwa. Kama hivi sasa hata katika kanisani, ndugu zangu watazamaji, gharama ama ibada yetu imegeukia katika muonekano. Kuvalia kwetu siku hizi ni kuvalia nadhifu sana. Mtu anatumia pesa nyingi kujinadhifisha ili aonekane anapendeza, lakini sadaka na matoleo yanaonekana ya uchache sana. Ni kwa nini? Ni mtego wa kishetani na mambo haya. Kitu hiki ukiwa nacho, kama hili jina naomba nilizungumzie mtumishi, haina shida. Balenciaga ni jina ambalo limefichwa. Wewe ukilisoma unalisikia Balenciaga, lakini haujui maana yake. Maana yake jina hili si la Kiingereza. Jina hili ni jina la Kilatini ambalo maana yake ni majina matatu yamewekanishwa pamoja yakawa jina moja. Wewe unapolisoma unaona likiwa tu ni jina. Sasa Baal ni miungu. N inamaanisha ni kivumishi. Kivumishi katika Kiswahili. Ni siaga ni mfalme. Sasa wewe unapoona t-shirt kwako, mtoto wako amevalia t-shirt inaitwa Balenciaga, nyekundu, ni safi, unasema mtoto yangu yuko smart.
lakini maana ya jina hilo ni la utukufu wa shetani katika nyumba yako. Hata ukiomba dada yangu, hata ukiomba baba yangu, kama t-shirt ya Balenciaga iko katika nyumba yako, maombi hayo hayafunguliki na hayajibiwi, maana umejifunga mwenyewe kwa kutojua. Hosea 4:6. Hosea 4:6. Na jina hili ni jina safi sana, na wengine wetu hata katika kutojua mtu anaingia katika nafasi hata anaita mtoto wake jina kama hilo. Tuko na shida nyingi sana kama watumishi, hata kuombea watoto, kuwa dedicate kwa sababu ya majina ambayo watoto wanaitwa, majina ambayo hata wazazi wenyewe hawana maana. Unaita mtoto Balenciaga, wewe unajua maana ya jina hilo? Umekataa kuita mtoto jina zuri kama John, kama Petro, kama Esther. Unaita mtoto Balenciaga, hujui maana yake. Lilitoka wapi? Hujui imetoka. Hili ni jina la Kilatini, ukilisikia likitamkika linatamkika vizuri sana. Lakini maana yake tofauti sana. Na shetani amesema hapigani na wewe kwa mawe, ni kiroho. Ni kiroho. Sasa 4:6 Hosea inasema, watu wangu wanaangamishwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu, ni Mungu anazungumza hapa akimtuma Hosea aambie Waisraeli, watu wanapotea, watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Maarifa hayo ndio tumekosa, ndugu yangu na dada yangu ambao mnatazama channel hii. Alafu kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, sasa kwa sababu tumeanza kukataa maarifa ya Mungu, mimi nami nitakukataa wewe. Mungu anatangaza hatari na ya yeye pia kutukataa sisi watumishi wake ama watoto wake. Usiwe kuhani kwangu mimi. Usiwe kuhani kwa Mungu. Ukuhani wako hautatambulika kwa maana wewe umekataa mahusia na elimu ya Mungu. Kwa kuwa umeisahau sheria, na kwa sababu tumesahau sheria ya Mungu wetu, mimi nami nitawasahau watoto wako. Mungu pia atawasahau watoto wetu. Hiki ni kingine ambacho kiko wazi sana katika dunia. Ukiangalia, alisema ni James Jordan. Ukiangalia logo hiyo na rangi hiyo nyekundu, mara nyingi sana inapatikana katika mchezo unaitwa basketball. Unajua hawa ndio wadhamini wa mchezo wa basketball dunia mzima. Umewahi jua maana yake ama wewe unajua tu ni kampuni? Hawa ndio wadhamini wakubwa wa kampuni ya Freemason. Na kwa sababu wana sponsor michezo ya basketball dunia mzima, yeyote ambaye ni mshabiki wa mpira, jihadhari sana, maana unashabikia mifumo ya kishetani pasipo wewe kujua, kulingana na aya ya Hosea 4:6. Ndugu zangu, jiondoeni katika hatari ya kupotea, kwa sababu Mungu ameitisha watu wake wote wajue kweli na kweli waweke huru, kulingana na kitabu cha Yohana 8:32. Inasema watu wangu watakapoishi katika kweli, na kweli peke yake itawaweka huru, na watakuwa huru kweli kweli. Na waombea rehema za Mungu. Mambo haya yanapoonekana katika nyumba zenu, msiyachukulie kwamba ni mambo ya kawaida. Hakuna umaridadi ambao Mungu angependa tuongezee juu ya sura ambayo Mungu alituumba naye. Anasema oga, uvalie nguo na ujipake mafuta, upendeze. Mambo mengine, hiyo ni kitabu cha Ruth 3:3. Ukiongezea mambo mengine kama perfume, unaongezea vitambaa. Kitambaa hiki mtumishi alikiongea kwa uwepesi. Alisema unapoenda kukutana na wakuu wa falme za Illuminati, ndipo unavalia kitambaa hiki. Kwa hivyo si kitambaa tu kama vitambaa vingine. Ukikiona nyumbani kwako, hata mke wako akiwa nacho, ama kijana wanajiita majenzi, siku hizi wanavalia vile wanataka, usiangalie ukafikiria ni neno la kawaida. Naomba ndugu zangu, uingie katika magoti yako, muulize Mungu afungue macho yako ya kiroho na macho ya kawaida. Unapoona mambo haya, uliza Mungu kwa nguvu zake. Hautapigana na watoto, hautapigana na mke wako, hautapigana na watu wote, kwa sababu shetani ameteka ulimwengu ni wake. Hii ni mambo ya teknolojia, na teknolojia hiyo ndio tuko ndani kila mmoja wetu, na hautaepuka. Na kwa hivyo kama shetani ameteka nyara mpaka teknolojia, tunaweza kuponea wapi? Kwa Yesu. Ni Yesu peke yake. Na kuomba ndugu zangu, mnapoendelea kutafakari na kuingia katika mambo haya, tunawakaribisha katika lesson ijayo. Tutafunua mambo makubwa sana
kutokana na mambo ya teknolojia hiyo ambayo Mungu ameingiza, ambayo Mungu alitabiri kutokana na kitabu cha Danieli na mambo ambayo yanafanyika. Hii ni cover ya simu ambayo kila mmoja ana simu, si lazima mtu wa Illuminati. Hata sisi wachungaji, simu yangu ndio hiyo, naomba unipatie ndugu yangu. Niwaonyeshe watazamaji. Hii ni simu yangu mimi mchungaji. Na hii ni cover ya huyu ndugu ambaye tumekuja kuomba kwao. Lakini unapoangalia simu yangu na cover yake zinafanana kabisa, inawiana. Hata nikiifungia ndani itaingia vizuri sana. I think ni kama inakaa dogo lakini anyway, haingiani vizuri lakini zinafanana kabisa, zinawiana. Ni maana gani? Teknolojia ilikuja kwa maana mbili. Mungu anakubali tuishi katika dunia ya teknolojia, tumtukuze yeye. Lakini ukitumia teknolojia vibaya, maana hakuna kampuni ya kanisa inayounda simu, hakuna kampuni ya kanisa inayounda saa, hakuna kampuni ya kanisa inayounda magari. Hivi vitu vyote vya kiteknolojia vinaundwa na wanadamu, na wengi wao ndio hawa ambao ni wakuu wa dunia, ambao ni wafalme wa giza. Ndugu zangu, tujihadhari tunapotumia mitambo hii ya tarakilishi na mitambo ambayo inatuweka katika teknolojia. Katika lesoni ijayo, Mungu akitujalia rehema, tutafunua mambo makubwa kuhusu teknolojia kulingana na mambo haya ambayo yanafanyika. Mengine tunayaona yakiwa ya kawaida, lakini yana siri kubwa katika ulimwengu wa kiroho. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Na mambo haya ambayo tumeyakuta leo, tunataka kuwakaribisha katika kuyaonyesha. Hakuna jambo lingine linalofanywa mambo haya. Ni kwa sababu tunapogundua kuna nguvu za kishetani katika mambo kama haya, hakuna tofauti nyingine ama njia nyingine ya kufanya, ni kuchoma. Tulisomewa kitabu cha Wahibrania 12:29 tukaambiwa kwamba Mungu ni moto ulao, na nguvu za Mungu peke yake ndizo zinamaliza nguvu za kishetani. Kwa hivyo tutaandamana pamoja, tuende tufanye kuwa witness katika kuchoma vitu hivi, maana hakuna mbinu nyingine ila kuchoma. Kwa hivyo haya yote yatachomwa, na huyu ambaye tutakuwa tumemwombea kwa imani, tunaamini kwamba amewekwa huru, na Mungu ambariki, amtetee. Na wote ambao mna shida kama hizi ambazo mnaweza kuwa mmeziona, mmepigana nazo lakini hamuzishindi, Yesu Kristo anashinda. Ungana nasi katika vipindi vijavyo. Hivi vitu tunavichoma kwa vile ndivyo tumeagizwa na Mungu kwamba tuvichome. Mungu awabariki sana. Amina. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji, tumefika sehemu sasa tunaenda kuharibu hizi vitu ambavyo venye tumekuwa tukiyafundisha. Lakini kabla tuharibu, nataka tufanye maombi ndio tusome fungu ndio tuanze katika kuziharibu. Tuamini kwa ajili ya kuomba. Baba wetu mtakatifu, tunakushukuru tena kwa sababu ya uwezo na nguvu zako ambazo tumeona tangu asubuhi mpaka masaa haya. Tumefikia wakati tunaenda kuharibu hizi vitu ambazo ziko na uhusiano na shetani. Tunaomba ukatie mkono wako sinapoharibika, hata mwenyewe ukamfungue na neema ikaonekane kwake, nikupitia kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Kitabu Luka 10 mstari wake wa 19. Luka 10 mstari wake wa 19. Maandiko yanasemaje? 10:19. Biblia inasema hivi. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Kwa hivyo sasa Mungu ametupatia uwezo, ametupatia nguvu kwa imani kuharibu vitu vyote vya yule adui, na adui ni shetani. Hivyo sasa katika siku ya leo, vile tumewaambia, tunaenda kuharibu hiki chombo kupitia kwa moto. Tunaharibu hiki chombo ambacho ni cha shetani, tunaharibu hiki chombo kupitia kwa nguvu za shetani, hiki kingine cha shetani, na hivi vyote vya shetani, na hiki kingine cha shetani, na hapa hivi vyote ni vya shetani, hapa hii yote ni ya shetani, na hivi vyote ni vya shetani, na hii pia ni ya shetani, na hii pia ni ya shetani. Hivyo sasa kwa imani tunaenda kuharibu hizi vitu katika masaa haya mpaka hiki kitambaa kinaenda kuharibu. Kinaenda kuharibiwa hizo vitu mpaka hicho kitambaa kuelekea katika hali hiyo. Ile kitu tunaenda kumwagilia, hiyo inaitwa ni petroli.
Kiberiti iko wapi? Kiberiti nani ako nayo? Ikiwa imekosa tafuta ingine. Kwa nimeipata niko nayo kwa mfuko. Nafikiria ni yangu nataka kwenda nayo. Teka hiyo ndio sine vya vipi? Lakini alikuwa ngani vya? Wekelea pamoja. Nimekombolewa na Yesu, na sasa nimefurahi kwa bei ya mauti yake. Mimi ni mtoto wake, kombolewa na kombolewa na damu, mimi ni mwana wake kweli, ukombolewa na furahi kupita lugha kutamka, kulionyesha pendo lake. Mimi ni mtoto wake, kombolewa na kombolewa na damu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli, nitamwona mfalme wangu katika uzuri wake, ambaye najifurahisha katika torati yake. Kombolewa na kombolewa na damu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli, najua taji imewekwa mbinguni tayari kwangu. Muda kitambo atakuja, ili haribu niwebo. Kombolewa na kombolewa na damu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli. Naimba namba 97. Sioshwi dhambi zangu, ila damu yake Yesu. Tuimbe. Sioshwi dhambi Zangu ila damu yake Yesu. apendezewi Mungu, Ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa
la kunisafishe na ila damu yake Yesu, wala udhuru tena ila damu yake Yesu, hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Amina sana. Amina. Nataka kuchukua nafasi hii kumkaribisha mtumishi wa Mungu Japheth atufanyie ombi, turudi kwa nyumba, tukifanya sehemu ya mwisho ndio tuelekezane vile mambo itakuwa tukiondoka mahali hapa. Karibu sana kwa maombi, mtumishi wa Mungu. Asante ndugu yangu mtumishi. Napoingia katika sehemu ya ombi, niruhusu nisome tu aya moja. Kitabu cha Hesabu 23 aya yake 23. Mungu anatupea tumaini kwamba ingawa tunaishi katika dunia ambayo tunapigana na nguvu ambazo sio za kibinadamu, nguvu za giza. Anasema hivi kuhusu nguvu za giza: hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Anajitangaza kuwa ndiye Mungu mtukufu ambaye anashinda nguvu za giza, ambaye anashinda uchawi, ambaye anashinda nguvu za Illuminati na nguvu za aina yoyote ya uchawi na nguvu za shetani ambazo analeta. Na tunapotangaza kwa ishara ya moto kwamba tunavichoma kwa moto wetu tunaona kwa macho, nguvu za Mungu zinaingia katika moto huo na nguvu za shetani zinachomwa na kuangamia. Amina. Barikiweni sana tunapoingia katika sehemu ya ombi. Naomba tunyenyekee katika ombi tunapoomba. Tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu, asante kwa sababu ya sehemu hii ambayo umetufikisha. Tangu tulipokuuliza kwamba utuongoze katika yote, tumeimba wimbo unasema hakuna kusamehewa dhambi ila kwa damu ya Yesu. Amina. Tunaomba damu hiyo itutakase, itusamehee dhambi, itufanye tuwe watakatifu tena, ili tupate nguvu za Roho Mtakatifu. Jina lako litukuzwe. Bariki familia hii, bariki ndugu hawa, tubariki sote kama watumishi na hata ndugu zetu ambao ni watazamaji. Tunaomba wetu Yesu uzidi kuwa pamoja nasi. Sasa nguvu hizi zinapotamatika katika maisha yetu, tunaomba furaha yako na amani ya pekee iingie katika roho zetu. Amina. Tutembeze na utudumishe katika maisha ambayo umetukirimia hadi utakaporejea mara ya pili katika ulimwengu. Jina lako litukuzwe. Utuandae katika ufalme huo, tusamehe makosa yetu. Kwa jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Amen. Mungu awabariki.